Ujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu shambani. Leo ni tarehe 30 ya mwezi wa 12, siku moja ya mwisho ya mwaka huu wa 2025 na karibu shambani. Hapa tupo shamba 1 na hapa tumekuja kuweka leo mbolea ya kukuzia. Katika shamba hili hapa tunaenda kutumia mbolea ya urea kwa sababu tunahitaji nitrogen kwa wingi, bali kwenye upande huu wa pili hapa kwenye heka ya kwanza ya shamba 1 ambapo hatuhitaji nitrogen. Mimea yetu iko vizuri, ina majani ya kutosha. Tunaenda kuweka mbolea ya Yaramira Cereals kwa sababu ina nitrogen kiwango ambacho sio kingi sana kulinganisha na urea, na kwa sababu urea ina 46% ya nitrogen, ndio tunahitaji kwa wingi kwa sababu ya jinsi haya mahindi yetu yalivyo. Kama unavyoona hayajakuwa na rangi yake, haina ukijani ambao unatosha ambao sisi tunahitaji kama ulivyo kwenye upande wa heka ya kwanza hii ya shamba 1. So kwa hapa tunaenda kutumia mbolea ya Yaramira Cereals, lakini kwa hapa tunaenda kutumia mbolea ya urea kwa sababu tunahitaji nitrogen kwa wingi ili kuhakikisha kwamba hii mimea yetu ambayo iko hapa ambao bado ni midogo na kwa kiwango fulani ukilinganisha na muda ambao tumepanda kwamba imedumaa. Kwa inatubidi sisi sasa kufanya hivyo, kutumia urea ambao itatusaidia kupata nitrogen ya kutosha kwa ajili ya kuziboost hii mimea na kuondoa hii rangi unayoiona hapa. Kwa rangi ya kawaida ya mmea ambao tunahitaji ni kama hii hapa. Unaona hapa tunataka majani yawe mapana hivi, yawe na kijani ambacho kimekorea kama hivi unavyoona hapa. But kwenye baadhi ya maeneo mengi kwenye hili shamba letu hili bado mimea yetu ina rangi ambazo sio za kijani ambazo tunazihitaji. Kuna unjano bado kama ukiona hapa jinsi hali ilivyo. So inatubidi sasa hapa tuweke mbolea ya urea kwa ajili ya kukuzia, na kwenye shamba letu ile la kule itatubidi tutumie mbolea ya Yaramira Cereals kwa ajili ya kukuzia hapa. Na pia mtazamaji, lazima tuzungumze vitu viwili ambavyo na notice na najifunza zaidi mpaka sasa kwamba kuna kitu kinaitwa 4R. 4R ni kwenye upande wa mbolea, kutumia mbolea. Maana yake kuna cha kwanza wanasisitiza, haya ni kwa mujibu wa mafunzo ya TFRA, utumie ya kwanza right fertilizer, yanatumia mbolea ambayo ni sahihi. Kwa mfano kama hapa wakati wa kukuzia hatutegemei kutumia mbolea ya kupandia. That's why tuna insist kutumia mbolea za kukuzia kwa wakati huu wa kukuzia, top dressing. Na pia kuna kingine tu right amount, kwamba utumie mbolea ambayo ni kiwango ambacho kinastahili. Kwa hapa inabidi tutumie gram 5 ambacho ni kisoda, kile kimoja cha kisoda kwa hapa kwa mahindi yetu, na pia uweke katika right time, muda ambao uko sahihi. Ukiangalia mahindi yetu haya mengine tungechelewa tu, tungeenda nyume na muda, kwamba tungechelewa zaidi na tusingefanikiwa kufanya hivyo kwenye haya mashamba yetu ambayo yako hapa. Na kingine uweke kwenye right space. So kwa hapa kwa wakati tunakuzia inabidi tuweke 5 cm. Yaani maana kuna shauriwa uweke sentimita 5 mbolea ambapo ipo pale ndo uweke mbolea yako kwenye mmea. Yaani mmea ulipo na mbolea itakapokuwa uache sentimita 5. So hizo ndo 4R ambazo lazima uzizingatie. Cha kwanza right fertilizer, utumie mbolea ambayo ni sahihi kwa wakati sahihi. Kwa hapa sisi tunakuzia mbolea, kwa tunaenda kutumia mbolea ya urea kwa hapa kukuzia, ama mbolea ya Yaramira Cereals kwa mahindi yetu ambayo yako hapa. So kwenye mahindi ambayo hayana ukijani wa kutosha tunatumia urea kwa sababu tunahitaji nitrogen kwa wingi, lakini kwenye mahindi ambayo kama haunaona hapa ambao ukijani wake uko vizuri tu, unahitaji madini mengi kwa ajili ya kukuzia na ya matunda, tunahitaji hiyo Yaramira Cereals kwa sababu ni optimized fertilizer, ni fertilizer ambayo ina madini aina mengi zaidi ya nitrogen ambayo tunahitaji hapo. Na pia kwenye sehemu ambapo umeona pale kwamba hakuna ukijani wa kutosha, tunaenda kutumia urea kwa ajili ya kufanya hivyo. So this is it. Leo ni tarehe 30 ya mwezi wa 12, ndio tunafanya top dressing ya tunaweka mbolea kukuzia kwenye shamba letu hili, na hapa ni shamba 1. So mtazamaji, baada ya kumaliza sasa kufanya hii mchakato wa kuweka mbolea ya kukuzia, ambao kwetu sisi hapa tumetumia mbolea za aina mbili. Tumetumia mbolea za Yaramira Cereals na pia tumetumia mbolea za urea kwa ajili ya kufanya
kukuzia mahindi yetu ambayo unaona hapa, itatubidi tufanye palizi. Kumbuka hili palizi tunayotumia hapa tutakuwa ni palizi la pili na tunatumia jembe la mkono kwa hapa. Lengo la kufanya hivyo ni kwamba tuendelee kufukia hii mbolea sasa ambayo tumemaliza kuweka hapa hivi. Kaangalia hapa kuna mashimo ambayo tunawekea mbolea hapa. Then baada ya hapo ndio tuyafukie kwa kutumia sasa jembe moja kwa moja. Tunapokuwa tunapalilia hapa tunakuwa tunafukia sasa nini? Haya majembe mbolea zetu hizi hapa kutumia majembe. Na pia kuendelea kuwekea kifusi kidogo haya mahindi ambayo utakuwa unaona hapa, tunaweka kifusi. Kwa hiyo tunapokuwa tunapalilia ndio tunakuwa tunawekea kifusi moja kwa moja kwenye mahindi yetu haya hapa. Kama mnavyoona wale pale ni wafanyakazi wangu ambao wananisaidia kufanya kazi hii kwenye kufanya ama kuweka mbolea hii hapa ya kukuzia. Kumbuka tunaweka gramu 5 kwa kila shimo moja la mbolea hapa. So mpaka sasa tumeshakamilisha, hii ni heka ya 6 tunapokuwa tunaweka mbolea hapa, then ndio tuanze mchakato wa kufanya palizi.